Karibu sana mwanafamilia wa channel yetu hii ya makala simulizi. Hii ndio ile sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii pendwa kabisa. Najua ulikuwa unatamani sana kufahamu ni nini kinaendelea katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Na kama ulikuwa unasubiri hivyo bwana, huu ndio wakati wake sasa wa kufahamu ni nini ambacho kinachoendelea. Bwana, mimi nikukumbusha tu kwamba kama wewe ni mgeni bado katika channel yetu hii ya makala simulizi, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze hilo neno ili uweze kuwa mwanafamilia na uweze kupata simulizi hizi mwanzo hadi mwisho, na simulizi mbalimbali unakuwa ni wa kwanza kabisa kuzipata kama tu ukibonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Okay. Katika sehemu ya pili tulishia mahali ambapo mwanadada Vicky alikuwa akijaribu kumbembeleza mume wake huyu ili angalau aweze kufanikisha jambo moja muhimu sana la kuwaokoa wale rafiki zake akina Romiri. Lakini sasa hatukujua kwamba aliweza kufanikiwa au mambo yalikuwaje. Anyway, tusipoteze muda sana katika sehemu hiyo iliyopita. Kama ukihitaji rudi hapo uangalie sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya 3 na kukaribisha sana tuweze kwenda pamoja. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi. Karibu sana, tuende sambamba katika sehemu ya 3. Kusema kweli nilikuwa nikijitahidi sana ili niweze kumfanya tu aweze kunielewa. Nijaribu namna yoyote ile ili niweze kumuingiza kwenye 18 zangu ili tuniweze kuokoa rafiki zangu akina Romiri. Sikutaka hata kidogo kwamba moyo wangu mimi uweze kufurahia kwa jinsi nilivyokuwa na amani pale ndani, lakini rafiki zangu wakiwa hawana uwezo hata kufika nchini ili waweze kusalimia ndugu na marafiki zao. Niliweka mikakati maalumu, nikasema lazima nimbembeleze mpaka aweze kukubali. Lakini cha ajabu siku hiyo, kwa kweli Cheko alinikatalia moja kwa moja. Alikataa kwamba haiwezekani kwa sababu hata mimi ni kwamba aliniokoa tu kwa sababu alinihitaji aweze kunioa. Lakini ni kitendo ambacho babake hatakuja kukipenda hata siku moja, na ndio maana hataki hata siku moja babake aweze kuja kufahamu kwamba yeye anaishi na mimi. Hiyo haitoshi mimi binafsi kunishawishi eti kwamba ili niweze kuacha kina Romiri waweze kuishi maisha yale. Niliendelea kuishi mimi pamoja na Cheko pale nyumbani, lakini nikionyesha kuwa na hali ambayo sio ya furaha hata kidogo. Wakati mwingine alipokuwa anakuja nyumbani, nilikuwa nikimpokea bila kuonyesha furaha na yoyote. Nilikuwa nikijaribu kila njia ili mradi tu kuweza kumshawishi aweze kukubali. Angalau hata alipwe tu faini, alafu baada ya kupewa faini akina Romiri wawe huru waweze kuishi nchini Tanzania kwa amani. Pamoja na hayo yote lakini bado alinikazia. Kaniambia haiwezekani. Wale wanapaswa lazima waweze kwenda jela ili kusudi waweze kujifunza. Matukio ya kihalifu kama haya hayafai kulelewa hata kidogo. Inawezekana hata huko walipo bado wanaendeleza hizi kazi. Kwa hivyo haiwezekani mimi kuacha kama kawaida. Lazima wakamatwe, walipe, na watalipa mpaka gharama zote ninazozitumia kwa ajili ya kuwatafuta. Lakini nje ya kulipa lazima waende jela. Na hilo ndo jambo pekee ambalo baba yangu anataka kulisikia, si vinginevyo. Kama utaweza kuishi kwa huzuni, ishi, lakini baadaye utazoea. Lakini siwezi kuachia hawa watu wakaweza kuishi kwa amani. Watu waliotia hasara kwa familia yangu kama hivyo. Haiwezekani hata kidogo. Sikupenda maneno yake kwa kweli. Maneno yake yalikuwa ni mwiba mkubwa sana katika moyo wangu. Ni maneno ambayo sikutamani kuendelea kuyasikia katika masikio yangu hata kidogo, kwa sababu yalikuwa yanidhihirisha kwamba anamaanisha anachoongea. Kila wakati niliendelea kukumbuka upendo wa rafiki zangu akina Romiri, Sel Rimbo, pamoja na Gambo, jinsi ambavyo tulivyokuwa tunaishi kwa upendo. Eti leo hii hawawezi kuingia nchini Tanzania.
na anayesababisha hivyo ni mume ambaye ninaishi naye ndani. How can it happen? Inawezekanaje hili? Linawezekanaje kutokea? Wataona huu kwanza ni usaliti, na hata kabla ya wao kuona hivyo, lakini moyo wangu bado tayari unaonyesha kwamba mimi nina usaliti. Sikukubali, nilijaribu tekniki nyingine. Nikaa tu kwamba tukimaliza shughuli zote zile, tukipanda kitandani, mimi kazi yangu ni kulia. Akiniuliza namwambia tu nataka tuwatafute, lakini ukubali tu kwamba tukiwakamata walipe faini, lakini wasiende jela. Nilifanya hivyo mpaka miezi 3 ikaisha, mpaka nikajikuta kwamba mimi nikianza kukondeana. Kwa sababu nilikuwa na act muda mwingine nakataa mpaka kula chakula, ili mradi tu aweze kunikubalia, kuwaruhusu rafiki zangu wale waweze kulipa fidia ya pesa walizokuwa wamechukua, lakini baada ya hapo basi waendelee na ratiba zingine kama kawaida, ishi kwa amani nchini. Nilikuwa nikiongea hivi nikijua kabisa kwamba they have an ability to pay, wanao uwezo wa kulipa, kwamba ana uwezo wa kulipa ile faini ambayo walipaswa wailipe, lakini wasiende jela, kwa sababu jela sasa si ndo unakuwa mazima. Pesa unaweza ukalipa afu maisha kaendelea, lakini jela, ukienda jela ndo mazima. Na hasa ukizingatia kwamba mimi nilikuwa jela, najua maisha ya jela. Sikutamani rafiki yangu yeyote ambaye alishawahi kunifanyia wema huko nyuma aweze kwenda jela. Wewe, ile hali kusema ukweli chako aliona kwamba imezidi kuwa kubwa sasa. Siku moja akaniambia, tukiwa pale pale chumbani, akaniambia, "Hebu naomba nikusikilize tena kwa mara nyingine. Shida yako kubwa ni nini?" Nikamwambia, "Shida yangu ni moja tu. Nahitaji nikusaidie kuwatafuta, na najua nikitumia nguvu zangu ni haraka sana nitaweza kuwapata." Msikilizaji, hapo nilikuwa naongea ila hali nikijua kabisa kwamba nina mawasiliano na baadhi yao, lakini sikutaka kumwambia kwamba na mawasiliano yao tayari, kwa sababu niliogopa kwamba angeweza kunibana na kuwahitaji akawafunge. Kwa hiyo nikawa namwambia tu kwamba ni kitu kikubwa mimi ninachohitaji ni kwamba tuwatafute, na mimi nitatumia nguvu zangu na ujanja wangu ili tuweze kuwatafuta. Tukiwapata walipe, lakini wasiende jela. Kwa hiyo ndo shida yako pekee? Ndio. Ukikubali hivi, hata mimi nitakusaidia kwa nguvu zangu zote kuwatafuta na kuwapata. Wewe unataka kusema kwamba tayari wewe unajua mahali walipo, alafu unaoficha majambazi wenzako, si ndivyo? Hapana, mimi sijajua bado, lakini ninajua tu kwamba kama nikiliingilia moja kwa moja kwa nguvu zangu zote, ninaweza nikajua mahali walipo. Lakini mimi natamani walipe fine. Walipe fine kama ni familia yako, iwe haina hasara yoyote. Alafu kitu kingine cheko, mume wangu, nikwambie, kwani wewe hawa wakienda jela wewe utapata faida gani? Na wakikulipa wewe pesa alafu asiende jela utapata hasara gani? Alifikiri kidogo, baadaye akaniambia, kwa upande wa mimi kama mimi, hakuna hasara yoyote nitakayoweza kuipata. Lakini mzee Joram, baba yangu, ukimwambia hizo habari, anaweza akakukasirikia, akaona kabisa kwamba ulikula njama na wao. Baba yangu Joram Gimo namjua, namfahamu vizuri. Ana hasira sana, na kama akihisi kwamba mimi nilikula njama na hao majambazi kuibia familia, babangu hatakuwa na imani na mimi kwenye kitu chochote kile, na nitakuwa nimejitoa hata katika urithi. Na baba anaweza akakasirika kama hata kunipeleka jela hata mimi. Kwa hiyo kwa upande wa mimi sio shida sana, lakini baba
baba ndiyo hatari. Akijua haya mambo kwamba imefanyika, I say nitajiweka kwenye mazingira mabaya sana. Hivi mpenzi wangu, wewe hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza kufanya ili tukiwapata hao walipe pesa na familia yako iwe na amani? Na huyu babako hakuna namna unaweza ukafanya ili asitaki kufuatilia habari za hao watu kwamba wako jela au la? Hakuna njia nyingine unaweza kufanya? Sijui kwamba naweza nikafanyaje. Labda kama tutashauriana na nikapata njia maalum ambayo tunaweza tukafanya kwamba walipe pesa na wao waendelee kuwa huru na baba asijue. Kama hiyo njia nikipata, niko tayari kufanya hivyo. Basi mimi nitakusaidia. Utanisaidiaje? Nitakusaidia. Walipe pesa tukiwapata na wasiende jela na babako asifuatilie hizo habari. Tutajua namna ya kumwambia. Una uhakika na unachokisema? Ndio. Basi mimi poa, mimi nimekuamini kwa sababu ninahitaji sana furaha yako. Sipendi kukuona ukiwa katika hali hii Viki. Mpaka mke wangu ameanza kukonda jamani kweli. Inaelekea hawa ni marafiki zako uliwapenda sana eti? Ndio. Marafiki zangu niliwapenda sana. Waliishi na mimi kwa amani, upendo na walionyesha kunipenda kila wakati. Naona sioni sababu ya wao kwenda jela ikiwa wataweza kulipa hiyo gharama ambayo walioiba hapo nyumbani kwenu. Okay, hamna shida. Tuendelee kuwatafuta na hatimaye tukiwapata tutajua ni nini cha kufanya. Walipe hiyo fine, alafu mambo mengine yaende vizuri kama kawaida. Tutajua tunafanyaje ili baba aweze asiwafuatilie kabisa. Ajue wako jela, lakini au hata akijua kwamba hawako jela lakini wamelipa, hamna shida. Lakini ajue kabisa kwamba hela imelipwa. Iwe tunamdanganya kwa njia yoyote, ajue wako jela au hawako jela wanatafutwa. Yaani sijui, lakini vyovyote itakavyokuwa, ili mradi tuhakikishe kwamba pesa inalipwa. Alafu hiyo mbinu nyingine tutajua tunafanyaje. Basi sawa mume wangu. Na kuhakikisha kwamba mimi nitajitahidi kuwatafuta kupitia njia mbalimbali ambazo ninazozijua mpaka nitawapata. Basi hamna shida Viki. Poa. Msikilizaji, sasa pale tulinyamaza, tukalala, tukaamka. Nikasema sasa hapa swala ni moja. Mimi mawasiliano ya uhakika ambayo nilionayo ni ya Romiri. Huyo ndo mtu pekee ambaye nina uhakika na mawasiliano yao. Hao wengine mara niopate mara nisiwapate. Nilisema hawa watu lazima sasa niwaambie kuhusu swala hili kwamba amekubali. Alafu tuafikiane kwamba tunakaa muda gani. Alafu ndipo sasa mimi nimwambie kwamba nimewapata. Kweli kesho baada ya Chako kwenda kazini, mume wangu huyo mimi niliamua sasa kukaa pale na kutulia na kusema sasa niangalie sehemu ambayo ni tulivu naweza kuwapigia simu, naweza kuongea nao. Msikilizaji, tulikuwa tunawasiliana kupitia njia ya WhatsApp kwa sababu wao walikuwa nje ya nchi. Nilianza kuwasiliana na Romiri. Alikubali, akaelewa kwamba bana kweli niko serious kuhusiana na jambo hili. Akafurahi, akasema yuko tayari kulipa. Kwa hivyo atawaambia wenzake na watafanya utaratibu ili waweze kuja na kulipa hilo deni. Ilikuwa ni furaha sana moyoni mwangu. I think vile vile kwao walifurahi sana kukuta kwamba wanakuwa na uwezo wa kuja kuingia Tanzania na kuona wazazi wao huku wakiwa hawakabiliwi na hofu yoyote ya kwenda jela. Tulikubaliana na kwamba baada ya wiki 2 basi naweza nikamwambia kwamba watu wale nimewapata. Nimepata mwenendo kwamba wako wapi.
nimepata fununu. Tukakaa pale. Siku ile tukakaa mpaka siku 5 zikaisha. Wiki moja iliisha, nikajaribu kumtafuta Romiri kwenye simu, sikumpata tena. Nilihangaika sana kumtafuta kila wakati, lakini sikubahatika kumpata Romiri. Alikaa zile wiki 2 zikaisha, sikumpata bado Romiri. Nilijiuliza sana kwamba sasa ni kitu gani hiki? Ninawezaje sasa kumweleza mume wangu kuhusiana na kwamba hawa watu natetesi kwamba wako mahali fulani alafu mawasiliano yao sina? Itakuwa sio vizuri. Anaweza akaanza kunishuku. Nilinyamaza kimya, nikasema kwamba mimi siwezi kumwambia mpaka pale ambapo nitakapowasiliana na Romiri tena kuhusiana na swala hilo, tukubaliane tena ili niweze kumwambia mume wangu kwamba nina fununu wako sehemu fulani, ili tuweze kufanya coordination, waweze kuja na kulipa hiyo fidia alafu waweze kuwa huru. Kwa bahati mbaya, kila nilipokuwa nikimtafuta alikuwa hapatikani mpaka mwezi ukaisha. Kichwani kwangu nilianza kuwaza, au Romiri ameingiwa na mashaka kwamba pengine nilikuwa nataka kumnasisha ili aweze kwenda jela, na ndio maana ameamua kunikataa. Ameamua kunikataa kwa staili maalum ya kuzima simu yake au ya kubadilisha namba ili mradi tu nisiwasiliane naye. Nilijaribu kufikiri hivyo, lakini saikolojia yangu pia kwa sehemu kubwa ilikuwa ikikataa, kwa sababu kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea na Romiri, alionyesha kukubali na hakuwa na mashaka yoyote moyoni mwake. Tulikaa miezi 2 bila kuwasiliana na yeyote kati ya Romiri au mtu mwingine yeyote katika kundi lake lile. Hapo ndipo nilipozidi kupata mashaka makubwa sana, nikiwaza kuhusiana na mwisho wa maisha au mwisho wa kisa changu mimi na urafiki wangu mimi pamoja na Romiri na rafiki zake. Mume wangu aliniuliza, vipi, hujaanza kupata fununu zozote kuhusiana na wenzako? Hapana, kwa kweli sina taarifa za kueleweka, japokuwa nasikia tu mara wako mafichoni, mara sui Msumbiji, sui wapi. Sio, sijawa na uhakika. Ndio maana sijataka kukuambia, nahitaji nipate data rasmi, alafu nikikwambia nijue na kuambia kitu kilichoeleweka. Lakini umepata tetesi kwamba wako nchini Msumbiji? Ndio, lakini sasa sijathibitisha kutokana na aina ya watu ambao wanaosema. Ninachohitaji ni kwamba niweze kupata kwenye vyanzo vyangu vya kuaminika, vinipe uhakika kwa 100% ili niweze kujua kwamba wako wapi. Lakini Msumbiji ulisikia wako sehemu gani? Nilisikia tu kwamba inasemekana wako huko wanachimba dhahabu huko Msumbiji, lakini sijawa na uhakika kwa kweli. So naomba uendelee kutulia, endelee kufuatilia, and I will back to you. Nitarudi kukuambia ukweli ambao nitakuwa nimeupata kwa wakati huo. Sawa, mke wangu, hamna shida. Mimi naendelea kukusubiri wakati nikiendelea kuwasiliana na maafande, ili kama tukipata fununu zozote pia na wao tuweze kuambia, waweze kumfuatilia hata kama watakuwa wako nje nchi, lakini waweze kupatikana na kurudishwa hapa nchini, na hayo mambo mengine yote ambayo tuliongea yatakuwa sawa. Nashukuru sana mume wangu kwa kulisikia ombi langu na kulijali. Basi hamna shida. Msikilizaji, mimi sikutaka kabisa kwa kweli kumwambia ukweli wa kilichotokea. Niliamua kunyamaza hivyo hivyo. Nikasema hapa mpaka niweze kumpata Romiri ndipo ambapo nitakapokuwa na uwezo wa kuongea chochote. Msikilizaji, huwezi amini, miezi 2 mingine ilikatika bila kuwasiliana na mtu yeyote kwenye kikundi cha kina Romiri. Mume wangu alijaribu pia kuniuliza tena mara kwa mara kuhusiana na Aliola, na huku nikimwambia bado sijapata uhakika. Ulisha mwezi mwingine, ikawa ni takriban miezi 5. I don't know anything about them. Sijui chochote kwa kweli kuhusiana na wao. WhatsApp namba zao
ziko miezi kibao iliyopita. Nilijaribu kutafakari sana, sikupata majibu. Kila nilipotaka kusema kwamba wameamua kunitoroka, sikupata majibu. Miezi 6 hatimaye iliisha. Na hapo sasa nikielekea kukata tamaa kwamba jambo hili haliwezekani. Baada ya miezi 6, siku moja nilisikia simu yangu ikiwa inapigwa. Nilipoitazama ilikuwa ni namba ngeni. Niliangalia na alikuwa ni Rimbo, ndiye ambaye aliyekuwa amenitafuta. Baada ya kupokea simu ndipo nilipogundua kwamba ni Rimbo. Mambo vipi? Aisee, poa sana. Oh, Sister Vicky. Salama? Salama bana jamani, mbona mpatikani? Acha kabisa aisee, msala ambao umetupata huku. Mungu ndo anajua aisee. Shida nini wewe? Wenzako kwanza wako wapi? Dada Vicky, mpaka hapa tunapozungumza, wenzangu wote 3 wapo bado wanashikiliwa kituo cha polisi. Wewe ndo hivyo dada Vicky. Huu ni mwezi, yani toka tuache kuwasiliana. Wana miezi 6 sasa hivi wako ndani. Kisa ni nini? Unajua bwana, ndo kama hivyo. Tulikamatwa bwana na mambo yetu halo. Tulikuwa tunatoa bangi, tunaipeleka mahali bwana, sisi tukachomewa bwana. Alafu sasa ilikuwa imejaa fuso nzima. Nakwambia pa moto hapo. Yes, imeenda huku na kule. Nashukuru Mungu wamelegeza, angalau tumeanza kutoka moja moja. Mimi nimetoka. Na kwa sababu tu namba yako nilikuwa nimeikariri, ndio maana nimejaribu kuangalia namna ya kutafuta ili nikwambie, kwa sababu nilijua kabisa utakuwa uko katika hali mbaya. Wewe, kwa hiyo imekuwaje huko? Ndo kama hivyo Daviki. Mimi bana wamefanikiwa huko na kule, tumetumia pesa kwa sababu walikuwa wanataka tupoteze kabisa. Tumetumia pesa, nimeruhusiwa mimi kutoka. Ndio hivyo amesema wanataka tuachie kidogo mpaka pale tutakapoisha. Lakini sasa ngwambie, baada ya tatizo hilo leo kuna tatizo lingine ambalo naliona mbele kubwa sana. Tatizo gani? Aisee, sijui kama hata tutaweza kunyanyuka tena. Kivipi? Aisee, mtaji umeyoyoma wote basi. Unajua zile gunia zote walizozikamata walizipeleka na kuzichoma moto. Alafu sasa tuliwekeza mtaji karibu wote kule. Na pesa nyingine yote iliyokuwa imebaki kwenye akaunti zetu ndio hiyo ambayo tumetumia kuihonga kila mahali. Sidhani kama hata wakiachiwa kuna mtu ambaye atakuwa na mtaji unaozidi milioni 2. Labda, sidhani, yani jumla yetu sisi hatuwezi kufikisha milioni 10. Na unajua maisha yetu yenyewe huku tunaishi maisha yale ya kujificha huku na kule, si unajua? Katika mazingira kama hayo sijui kama tutanyanyuka tena ise. Hiyo ndio tatizo ambalo naliona linalokuja mbeleni. Tunaenda kupigwa na njaa kali sana Daviki. Acha kabisa. Jamani. Kwa hiyo aise, mbona hebu sikiliza kwanza. Hii namba naona kwanza inasumbua. Siko WhatsApp. Daviki, basi naomba tuingie tuongelee WhatsApp. Hamna shida. Ile simu ilikatwa na hatimaye tulipigiana kwa njia ya WhatsApp tukaendelea kuongea. Hebu niambie sasa. Kwa hiyo sasa hapo wenzako wanaachwa lini? Japokuwa wametuambia watatuachia kidogo kwa sababu tumetumia pesa sana. Lakini wamesema kwamba ndani ya mwezi mmoja au miwili watakuwa wameachwa wote. Kwa sababu tunatoka kwa awamu. Nimeanza mimi. Rimbo, naambia Daviki, unajua nimechoka.
Ndio hivyo bwana Daviki, si unajua bwana. Unajua ukifanya kazi kama hizi zenye uharamu ndani yake, muda wote unaelewa kabisa kwamba jambo lolote linaweza likatokea. Kwa hivyo sisi hatujashangaa sana, sema tu tumeumia sana. Naona kabisa kama malengo yangu yanazidi kuharibika. Malengo gani Daviki? Unajua nachoka hati kukwambia. Niambie tu Daviki, hamna shida. Rafiki yangu, unajua nilikuwa nimeongea na mume wangu ya kwamba nyinyi muweze kurudi huku. Alafu mkisha rudi huku nchini Tanzania, muweze kulipa faini na muweze kuishi kwa amani ili msiende jela. Na yeye sasa kama ambavyo nilivyokuwa nawaambia alikuwa anakataa, lakini sasa hivi amekubali. Sasa mnavyoniambia kwamba tena mambo ya fedha yanakuwa yanaleta shida, hapo ndo napata naona kabisa mambo yanazidi kukwama. Sasa atalipwa nini? Aisemi mwenyewe sijui. Hapo labda wenzangu wakitoka ndo tunaweza tukaangalia kwamba mambo yanaendaje. Lakini kwa sasa hivi hapa hata mimi akili yangu haijui kama nini kinaendelea. Kwanza ngoja hao watoke. Alafu tutajua kwamba tunafanyaje ili tuweze kupata hiyo pesa. Lakini sidhani aise. Mimi nahisi ndio hivyo tutakuwa tumelowea huku. Hapana, hamwezi kulowea huko. Lazima mrudi Tanzania. Nyinyi ni marafiki zangu. Sijui tutafanyaje lakini lazima mrudi. Na lazima hili kosa lenu dhidi ya familia ya Tajiri Joram liishe. Na kuisha kwake si kwa njia nyingine, ni njia ya fedha. Hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kufanya hii kosa liishe. Siwezi kukubali maisha yakaenda kama hivyo. Mimi mwenyewe nimewamisi hatari. Bwana Daviki, sasa hapo kwa kweli sijui. Lakini mimi nazidi kusisitiza tu kwamba ngoja wenzangu waweze kutoka, afu tutajua tunafanyaje. Okay, sawa, mimi nawaambia watoke, tutaendelea kuwasiliana, lakini jiandaeni, mtajua tunafanyaje mpaka mweze kutoka. Basi nitashukuru sana Daviki. Kuongea na Rainbow. Jambo hilo aliloniambia lilikuwa nilipo katika wakati mwingine mgumu sana kwenye kichwa changu. Baada ya kugundua kwamba marafiki zangu wale tayari tena wameingia kwenye sehemu ya kukosa fedha. Na unajua bwana, kwenye kazi zozote zile zinataka pesa, lakini kazi ambazo zinahitaji kesi, sijui faini, yani kuna vitu ambavyo vinahitaji pesa sana. Kuclear kesi, kuiondoa kesi ambayo inafahamika na ina ushahidi, kuiondoa lazima hiyo itumike pesa ndefu sana. Sasa na wao ndo kama hivyo. Ni nini kinafanyika? Niliendelea kuwaza. Baadaye akili yangu iliniambia kwamba niende nikawasiliane na baadhi ya wazazi wa wale rafiki zangu. Kwanza kabisa option ya kwanza ilikuwa ni familia ya Romiri. Nilienda, tukaongea nao, nikaeleza hali halisi. Wakaniambia sawa, sasa ndio hivyo, wenyewe ndio tulikuwa tunawategemea. Sasa kuna matatizo yamewakuta. Sasa hivi sisi hatujui, sijui wewe unaweza kuwasaidiaje rafiki zako. Mpaka hapo mwana yake familia ya kina Romiri ilikuwa haiko tayari kutafuta fedha za kulipa kwa ajili ya kuacha kina Romiri waweze kurudi na kuishi maisha hapa nchini Tanzania. Na kiukweli pesa ilikuwa ni nyingi. Niliwaza sana tutawezaje kupata ile pesa. Niliongea naye vizuri, nikamwambia kwamba baba yake Romiri pamoja na mama yake Romiri aweze kwenda na kuwasiliana na wazazi wengine, kwa maana wazazi wa Sele, wazazi wa Rainbow pamoja na Gambo. Kwa hiyo wazazi wa Romiri waende waongee nao vizuri, wajue kwamba wanapata kiasi gani cha pesa, ili tusimame pamoja na mimi nitajua tunafanyaje ili mradi wale waweze kulipa ile faini na kurudi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Baba yake Romiri na mama yake walienda wakawasiliana na wenzao, na hivyo wakasema watatafuta pesa kidogo, lakini haiwezi kufikia hata robo
ya pesa ambayo inayohitajika kulipwa kwenye familia ya akina Cheko, ili mradi tu usalama uwepo kwamba bwana wakija huku washalipa faini basi waishi kama kawaida. Pesa hiyo hata robo ilikuwa ifiki. Niliwaambia kwamba mimi nina uwezo wa kufanya mbinu yoyote ili mradi hiyo pesa ipatikane. Moja kwa moja akili yangu ilienda kwenye kumuibia tena Cheko ili mradi tu niweze kupata pesa za kuwapa familia ya kina Romiri ili waweze kulipa. Ni kweli bwana, ndicho nilichokifanya. Kwa sababu nilikuwa nikifahamu mambo mengi kuhusiana na pesa mahali ambapo anapoziweka kule ndani Cheko. Niliingia na hatimaye nikachukua zile pesa, nikazipeleka, nikampa baba yake Romiri ili waweze kuungana na watoto wao, waweze kulipa pesa na kina Romiri waweze kurudi kuishi hapa nchini Tanzania kawaida. Niliiba pesa nyingi sana ambazo niliamini kabisa zingeweza kusaidia kulipa ile fidia. Jambo lile lilileta mtafaruku sana pale nyumbani kwa sababu pesa zilipotea na mimi nilikataa katu kwamba sio mimi niliziiba. Upande wa familia kina Romiri na wengine walikuwa wanakifanya taratibu za kuwafanya wale warudi Tanzania na walipe ile faini ili hatimaye mambo yaweze kwenda vizuri, waishi kwa amani. Lakini upande wa mimi sasa na mpenzi wangu, mume wangu pale nyumbani, mambo yalikuwa hayaendi vizuri tena. Alikuwa akinishuku kwamba ni mimi, japokuwa alikuwa akigomba, lakini baada ya hapo anatulia. Alileta mapolisi pale na watu wa uchunguzi wakawa wanachunguza sana mfumo wa zile pesa kuibiwa, lakini kusema ukweli kila uchunguzi uliofanywa ulionyesha kwamba mimi ndo nilichukua zile pesa. Pale sasa ilifikia wakati ambapo hamna siri. Mpaka mzee Joram alifahamu kuhusiana na pesa zile zilizopotea ndani ya nyumba ya mtoto wake Cheko. Jambo hilo lilimfanya bwana Joram kwanza sasa kumhoji sana mtoto wake Cheko ili aweze kumueleza ni mazingira gani ambapo pesa zilipotea. Kutokana na wingi wa pesa zile ambazo nilizokuwa nimezichukua, kusema ukweli familia ile ilibidi itishe kikao na mtoto wao kwa nguvu kubwa sana. Mpaka hapo bado bwana Joram alikuwa hajui kabisa kwamba mimi ninaishi na mtoto wake. Walipoitishwa kikao na kuulizwa, Cheko yeye aliendelea kusema kwamba hajui ni namna gani ambapo pesa zilipotea. Baada ya kuhojiwa sana, ndipo baadhi ya watu walipopeleka taarifa na kumweleza Joram kwamba mimi ninaishi na Cheko mtoto wake. Baada ya Joram kupata maelezo yale, hakukubali hata kidogo. Ilibidi amuite mwanae na kuanza kumhoji rasmi. Cheko, ina maana wewe umethubutu kumtoa mtu gerezani ambaye aliyefungwa kwa sababu ya ujambazi, alafu umemleta unaishi naye? Ulitegemea kitu gani tofauti na kupoteza pesa tena? No. Msikilizaji, wezi amini, wakati huo mimi bado nilikuwa niko mafichoni, nimefichwa na Cheko mwenyewe, kwa sababu alisema kwamba babake kama akihisi hivyo anaweza akaniua kabisa. Kwa hiyo Cheko badala pamoja na kwamba alikuwa anachukia sana kuhusu kupotea kwa pesa zile, lakini bado moyo wake ulikuwa unanipenda na alikuwa yuko tayari kunipoteza. Alitatishwa na maswali. Akaambia sasa, kwa sababu mwishoni ilibidi akubali. Akakubali tu kwamba ni kweli anaishi na mimi. Swala ni moja. Umekosea, umekwisha kukosea, lakini ili uweze kusahihisha kosa lako wewe, ni kumrudisha huyo mwanamke jela. Mfungulie mashtaka mapya ili aweze kwenda jela kwa wizi wa hizo pesa. Uzuri, tafiti zote zimeonyesha kwamba ni yeye. Kila uchunguzi ulipofanywa, majibu yamekuja kwamba ni yeye. Ulinificha, lakini baadaye ukweli baada ya kufahamika na wewe umekiri. Nahitaji uweze kumrudisha
jela. Wewe ndio utakayefungua shauri na kuhakikisha kwamba anaenda jela. Na sasa ninahitaji uhakikishe kwamba pesa walizochukua wale vijana wanapatikana haraka iwezekanavyo na wanarudi hapa na kulipa hiyo faini, na wao waende jela wamfuate kichaa mwenzao huko. Baba, unayoongea ni kweli, lakini siko tayari kwenda kumfunga Vicky. Vicky ni kitu muhimu sana ambacho kipo katika maisha yangu. Siko tayari kumuona Vicky akiwa gerezani alafu mimi nikiwa huru. Nikwambie tu kweli baba, mimi siwezi kumfunga Vicky. Siwezi kumpeleka jela. Hao watu wengine nitahakikisha tunawapata na wanarudisha hiyo pesa. Lakini mimi sitamfunga Vicky. Kwa hiyo unataka uendelee kunifugia jambazi hapa ndani? Hivyo unajua makosa uliyoyafanya yanastahili kwewe uwawe kabisa. Nilipaswa nikuue kabisa, nikupoteze katika ulimwengu. Ni kwa sababu tu nimekuheshimu wewe. Yaani ulipaswa nikumalize kabisa kabisa wewe, bila kujali kwamba wewe ni mtoto wangu. Nimeheshimu tu. Ninahitaji umpeleke huyo jambazi wako jela haraka iwezekanavyo. Na hao wengine kazi niliyokupa nahitaji uikamilishe ya kuwapata na kuwao warudishe pesa. Baba, Vicky ni utamu muhimu sana katika maisha yangu. Narudia tena, sitampeleka Vicky jela na mimi nikubaki nje. Kama kuna maamuzi magumu baba unaweza kuyafanya, unaweza kuyafanya tu, lakini mimi siko tayari kumpeleka Vicky jela. Kwa ndio ukweli, ieleweke tu hivyo baba. Sitafanya hivyo kabisa. Naomba tu baba unielewe hivyo, mimi simpeleki Vicky jela. Mimi Vicky ni mke wangu, ninampenda. Kwa hiyo wewe umefurahi alivyoiba hizo pesa, si ndivyo? Sijafurahi baba, lakini ndio umefurahi. Kama hujafurahi lazima umpeleke jela. Hapana baba. Hizo pesa tutatafuta tu. Lakini sio kwa Vicky kwenda jela. Hilo. Fanya ufanye, nahitaji umpeleke jela huyo kichaa. Hatuwezi kukaa na majambazi. Nimaliza. Joram aliondoka na kumwacha mwanae pale. Mambo yote Cheko alikuja akaniambia. Nikamwambia, alafu baby, unajua kina Romiri nimepata taarifa zao na nina mawasiliano yao sasa hivi. Na wako tayari kulipa hiyo fidia, hiyo faini, hataki kwenda jela. Kwa hiyo fanya kama ambavyo tulivyoongea. Okay? Una uhakika kwamba tunaweza tukaipata hiyo pesa haraka iwezekanavyo? Ndio. Pesa hiyo wameniambia wanayo na wako tayari kuilipa. Msikilizaji, pale sasa mawasiliano yaliingia vizuri. Cheko akawasiliana vizuri Romiri, na hatimaye hiyo pesa yao ikalipwa. Lakini ile pesa, ukweli ni kwamba ile pesa ni ile ambayo niliyokuwa mpaka pale sasa akina Romiri walikuwa huru kurudi. Niliwasiliana nao na wao wakawa lakini bado nilikuwa nikiendelea kuisoma psychology ya Cheko ili kuhakikisha kwamba lazima afute ile wazo la kuwapeleka jela. Kiukweli alikuwa amelifuta, hofu ilikuwa upande wa baba yake. Lakini aliniambia tu kwamba ameshaongea na baba yake vizuri, na baba yake amesema kwamba alikuwa anahitaji pesa na kuhusu kwenda jela hata wasipoenda, lakini ile mradi tu wamelipa hiyo pesa, familia yao imelipa pesa, basi wanaweza kuwa huru. Kusema ukweli, mambo yote hayo yalifanywa kwa forgery zingine huko mahakamani, polisi kufuta taarifa zingine zile, ili mradi tu wasiwe na kesi ya kufungwa jela. Na kwa sababu ameshalipa pesa, kesi yao ni kama ilikuwa imeisha vile. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeshafanikisha upande wa wao. Hofu ilikuwa upande wangu mimi. Hofu yangu ni kwa upande pia lakini wa baba yake na Cheko, bwana Joram, kwa sababu kwa upande wa mimi binafsi na Cheko tulikuwa hatuna noma yoyote ile. Cheko alikuwa yuko tayari kabisa kwamba mimi nisiende jela.
lakini alikuwa anashinikizwa sana baba yake kwamba mimi niweze kwenda jela. Tulikaa huku tukiendelea kukaa kwa kujificha ili baba yake Cheko asije akajua kwamba mimi bado niko na Cheko na wala Cheko hana ratiba ya kunipeleka jela. Lakini kila Cheko alipoulizwa na baba yake kuhusiana na zile pesa, alisema hizo pesa ni kweli zimeibiwa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu utafiti wangu nimefanya hivi na vile, tumewapata angalau wale wa kwanza wamelipa pesa. Baba yake Cheko alifurahi, akasema kwamba basi kwa sababu hizo zingine zimelipwa, basi mimi naamini hata hizo zingine utafanya utaratibu tuweze kuzipata na kuzilipa na ziweze kurudi katika mzunguko wetu. Hiyo ilikuwa ni afueni kidogo upande wangu, kwa sababu makali yale ambayo alikuwa nayo bwana Joram yalikuwa yamepungua, kwa sababu kidogo pale alikuwa amepata pesa nyingi sana kutoka upande wa pili, japokuwa hajui kabisa kwamba ni zile za familia yake ndizo ambazo nimezichukua nikapeleka kule afu zimerudi kwa mkono mwingine. Kitu kikubwa nilichokuwa nataka mimi ni kina Romiru waweze kuwa huru, akina Sele wao na uwezo kuingia Tanzania na kuishi kama kawaida bila mtu yeyote kuwafuatilia. Na hilo lilifanikiwa na wao walirudi nchini Tanzania. Bado kwa upande wa Cheko alikuwa akiendelea kuongea na baba yake na kuweka pingamizi kwamba hawezi kunipeleka jela. Aliuliziwa kuhusu. Msikilizaji, kwa kweli amani haikuwepo. Hapakuwa na amani timilifu kwa kweli. Lakini upande wa mimi niliendelea kuhoji sana kwamba ni nini muhimu cha kufanya ili mradi tu mimi niweze kuwa salama. Kwa sababu usalama wangu ulikuwa baba yake Cheko. Msaada wangu pekee ulikuwa huko ni kwa upande wa Cheko peke yake. Lakini Cheko alikuwa anasisitizwa mara kwa mara pia. Kila muda unavyoenda alikuwa anasisitizwa na baba yake ili aweze kunipeleka jela. Alikataa katu. Furaha yangu kubwa ilikuja baada ya mimi siku moja kukutana na Romiru akiwa na amani kabisa. Walinielezea kila kitu kilichotokea huko nje nchi mahali walipokuwa. Nilifurahi sana kwamba pamoja na matatizo yao yote ambayo yaliokuwa yamewapitia, lakini wamekuwa wako huru. Walinishukuru sana wakisema kwamba mimi ni rafiki mwema. Nikamwambia ni kweli, na nyinyi mlikuwa rafiki wema hapo kabla. Mimi nimelipa tu fadhila. Nikawaeleza mfumo mzima jinsi ambavyo hizo pesa zilizopatikana. Na nikamwambia bado mimi niko hatarini, muda wowote ninaweza nikaangamizwa na bwana Joram kwa sababu ashajua kwamba mimi ndo niliyeziba hizo pesa. Kwa hivyo kuna mashaka makubwa sana, kuna hatari wanaweza wakanimaliza. Wakana niuliza kwani upande wa Cheko yeye anasemaje? Nikamwambia Cheko haiko tayari kabisa mimi nifanye chochote. Wakasema basi wewe usiogope, mimi sisi tutasimama na wewe kama ambavyo ulivyosimama na sisi. Baada ya mambo kuwa mengi na baba yake Cheko kuwa ananitafuta, nikapata taarifa ananitafuta sana kwamba aweze kuniangamiza hata kwa kunipiga risasi. Kwa sema ukweli niliogopa na mimi nilitoroka, sikutaka kuwa karibu tena na Cheko. Wakati huo nilipokuwa nikitoroka, nilichukua pesa zingine na kuwakabidhi rafiki zangu akina Romiru. Pesa zile alikuwa akiendelea kuzizungusha. Romiru sasa alikuwa hana mawasiliano na mimi. Zaidi sana ujumbe tu ambao niliokuwa nimemtumia kwamba naogopa baba yako anaweza kaniangamiza na mimi nimeondoka. Sikutaka kuwasiliana na yeye. Alibaki akiwa na mashaka makubwa sana. Lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwa ninafichwa na kikundi cha kina Romiru ambao hao walikuwa wakifanya biashara kupitia pesa ambazo nilizokuwa nimewapa. Pesa ambazo nilizokuwa nimewapa ndizo walizokuwa wanazizungusha huko na kule, na wakati huo mimi wakiwa wamenificha mahali, mimi nikawa kazi yangu ni kula tu. Ni kipindi hiki ndicho ambacho kusema ukweli upendo wangu zidi ya Romiru ulizidi kuongezeka. Upendo wangu ulianza kuongezeka. Ni kweli mimi nilianza kuingia katika mahusiano ya kimapenzi pamoja na Romiru. Ukiacha na ule upendo wetu wa urafiki wa siku zote, mimi na Romiru tukawa sasa ni wapenzi ile ndakindage. Hata marafiki zetu wengine akina Rimbo, Sele na Gambo waliujua ukweli huu, na hivyo wakawa wamebadilisha na kuniita shemeji. Upande wa Cheko alikuwa akiendelea kuteseka sana akinitafuta ili aweze kuwa karibu na mimi. Alienda na kuanza kuongea na baba yake kwa ukali,
akimlalamikia baba yake kwamba yeye ndio sababu ya kunifanya mimi niweze kwenda mbali. Baba, sina furaha katika maisha yangu sasa hivi. Na sababu kubwa ambayo inanifanya mimi nisiwe na furaha ni wewe. Mbinu zako ulizokuwa unazitumia za kung'ang'ana kumtafuta Vicky ili uweze kumwangamiza, ili hali unajua kabisa kwamba yuko kwenye mikono yangu na nimeshakueleza, ndizo zimemfanya Vicky aweze kunitoroka na kukaa mbali na mimi. Kitu pekee ambacho baba ulikuwa hujakijua ni kwamba Vicky ndio utamu muhimu sana katika maisha yangu, na sina kitu kingine ninachokiona cha thamani zaidi ya Vicky. Hapa nilipo maisha yangu yako hatarini. Kuna wakati najisikia hata nijitoe uhai kwa sababu ya kumkosa Vicky. Lakini sababu kubwa ni wewe. Vicky hajanichukia hata hapa mpaka leo hii. Amekwenda mbali na mimi, lakini bado Vicky ananipenda. Lakini ni hatari kubwa sana. Itakuja kusababisha aweze kukutana na watu wengine wawe karibu na yeye tofauti na mimi. Ikiwa itatokea hivyo baba, mimi sitakuwa na msamaha. Niko tayari mimi niondoke duniani. Siko tayari kuendelea kuishi bila Vicky. Chaka, unajua una matatizo makubwa sana. Sijawahi kufikiri kama wewe unaweza kuwa na hivi. Nimekupeleka shule ili uwe mjinga? Nilikupeleka shule ili ukawe mjinga? Unawezaje kukaa na kuweka upendo wako, kuwekeza upendo wako mkubwa kwa jambazi? Jambazi. Mtu ambaye unakaa naye ndani na bado anakuibia, na mtu ambaye ulimtoa gerezani mahali ambapo alipofungwa kwa jambazi. Unawezaje kupenda mtu kama huyo? Hata kama mapenzi ni upofu, huu sio upofu tu, ni upofu wa akili kabisa. Na kuna ukichaa ndani yake, sio kawaida. Huwezi ukakaa ukawa huna furaha kwa sababu ya mtu ambaye ni jambazi. Amekwenda mbali na wewe, unapaswa ufurahi. Haya, angalia, amekuibia tena na ameondoka. Baba, Vicky hajaniibia, amechukua pesa za kutumia. Angeweza kuishije huko anapoenda bila kuwa na pesa? Zile ni pesa za matumizi amechukua, hajaniibia zile. Pumbavu kabisa wewe. Pumbavu kabisa kabisa. Unaendelea kumtetea mjinga, mwizi, jambazi. Baba, kama utaendelea na ukali wako huu, mimi nitakaa mbali na wewe na hutaniona tena katika maisha yako. Ni kweli umenisomesha, lakini sidhani kama ulinisomesha ili mimi niweze kupata mateso. Mpaka kitu ambacho kinachonipa furaha huku duniani umeamua kukiweka mbali na mimi. Nikiondoka baba, hutaniona tena katika maisha yako, na usinitafute. Naona umefika sehemu mbaya sana. Umefikia maamuzi makubwa sana kijana wangu. Pamoja na yote, elewa kwamba mimi baba yako nakupenda. Na ndio maana napambana na hawa watu wabaya waweze kuondoka katika maisha yako. Nitaendelea kupambana mpaka pale ambapo nitakapoona kwamba huyu jambazi amefungwa na wewe kijana wangu unakuwa salama. Hayo mambo sitathubutu kuyarudia nyuma hata kidogo. Elewa tu, maamuzi yoyote utakayoyafanya, unayafanya kwa baba yako anayekupenda sana na kukujali, na ndio maana anakupambania. Option ni ya kwako, kuamua kunifanyia ubaya au wema, lakini tambua kwamba ninayafanya yote haya kwa ajili ya usalama wako. Sawa baba, lakini
Viki hawezi kwenda jela mimi nikiwa hai. Utasubiri kwanza nife ndipo Viki hawezi kwenda jela. Mimi naondoka baba. Katika mazingira yale, Cheko aliondoka na kwenda mbali na baba yake. Mimi kule nilikuwa sasa nikiishi na Romeo kama mtu na mpenzi wake. Na kwa sababu sasa nilikuwa nikiishi katika jumba ambalo walilokuwa wamenipangia la siri, ili mradi nisionekane, basi nilikuwa nikiishi naye kama mtu na mke wake kabisa. Mimi nilikuwa nikiishi na yeye akiwa kama mume wangu kwa amani kabisa. Tulikuwa tunapendana. Lakini bwana, pesa haishindi kitu. Upande wa Cheko alikuwa akiendelea kunitafuta kwa kasi kubwa sana. Na alianza kupata fununu za mahali nilipo. Hakupenda. Alisema ni lazima anitafute na anipate nirudishe katika himaya yake. Alikuwa anaendelea kunisema kila mahali alipokuwa akinitafuta kwamba anatafuta kitu kitamu ambapo ni cha muhimu sana katika maisha yake kuliko kila kitu. Hata watu wengine walipomsikia walikuwa wakimshangaa na kumcheka kutokana na jinsi ambavyo wanavyojua mambo ambayo niliyokuwa nimemfanyia. Siku moja bana, tulishangaa muda wa usiku Cheko akiingia katika nyumba ambayo tuliyokuwa tumepanga. Aliingia yeye akiwa na vijana wengine. Watu walikuwa ni wengi, zaidi ya 10 walikuwa wote wamevamia ile nyumba. Tuliokuwa chini ya ulinzi na moja kwa moja aliingia mpaka ndani, huku akitoweka wote chini ya ulinzi tuliokuwa pale. Kwa sababu ile nyumba bana tulikuwa tunaishi wote, lakini tu kulikuwa na vyumba vingine ambavyo ndivyo ambavyo akina Selo walikuwa wanakaa. Na sisi upande mwingine ndipo mahali tulipokuwa tunakaa mimi pamoja na mume wangu Romhiri, mume wangu. Pale moja kwa moja Romhiri aliwekwa chini ya ulinzi. Na pale Cheko alikuja na kunishika mkono mimi na kwanza kuongea, huku akiwa kuna watu kibao waliokuwa wamemzunguka kama walinzi wake. Viki, abe, najua bado unanipenda. Na unajua jinsi gani ambavyo ninavyokupenda. Nimepambana kwa nia, kwa njama zote ili mradi kuhakikisha wewe unakuwa salama na watu wako wa karibu. Hakuna kitu kibaya kitakachotokea kwa marafiki zako wao, sababu najua ni watu unaowapenda sana. Lakini shida yangu ni kukupata wewe na kuondoka na wewe peke yake. Hilo ndo jambo pekee ambalo ninalolihitaji. Nahitaji niondoke na wewe, uwe katika himaya yangu bado, kwa sababu nakupenda sana. Sihitaji kitu kingine. Kwa hivyo usiogope chochote, acha kulia Viki. Ninahitaji uruhusu mimi na wewe tuweze kuondoka. Tuondoke tu. Tukisha ondoka hapa, rafiki zako wote atakuwa salama. Hilo ndo jambo ambalo pekee ninaloliomba kwako Viki. Nimechoka kukaa peke yangu Viki. Nimechoka kukaa peke yangu Viki. Naomba ukubali tuondoke. Naomba ukubali tuondoke. Cheko, sasa hivi mimi nina maisha yangu mengine, japokuwa nakupenda. Lakini na maisha yangu mengine, nimeolewa na mtu ambaye tunapendana pia sana. Nisikilize Viki. Niko tayari kukuchukua ikiwa hata kama umeolewa na mtu mwingine, lakini naomba tu na kuomba sana tuweze kuondoka pamoja. Mimi ndio mume wako halali. Kumbuka mahali nilipokutoa Viki. Kumbuka mahali nilipokutoa. Naomba tuondoke. Msikilizaji, aliendelea kulinyanyua pale sasa Cheko. Na wale mabamso wake ambao waliokuwa wamekuja nao pale walinyanyua moja kwa moja na kutoka na mimi, huku akinipeleka na kunipakia katika gari ambayo waliokuwa wamekuja nayo. Pale ndani Romhiri na wengine waliokuwa chini ya ulinzi, na hivyo wakachukuliwa na kufungiwa kwenye chumba kimoja wote, na hatimaye gari iliondoka ikiwa imewaacha wao ndani ya nyumba, na mimi pamoja na Cheko tuliondoka pamoja na mbauso wake wale na magari mawili ambayo yalikuwa yameongozana. Tulienda moja kwa moja mpaka nyumbani ambapo tulipokuwa tunakaa mimi pamoja na Cheko mwanzoni. Cheko alinieleza ukweli kwamba hayuko tayari kukaa mbali na mimi. Na pale wakati tuko pale, alisikia simu ya baba yake ikiita. Simu ya baba yake ile aliamua kuipokea.
Lakini aliendelea, alipoipokea tu baba yake alianza kutoa vitisho vikali sana, akimweleza kwamba amepata taarifa kwamba amenitafuta na kunichukua na kunirudisha. Baba yake alimweleza kwamba atampeleka yeye jela na kuniacha mimi huru kwa sababu tu eti yeye ananing'ang'ania mimi. Cheko alimjibu baba yake akimwambia kwamba yuko tayari kwenda jela kwa sababu yangu, lakini ahakikishe kwamba atakapotoka anikute mimi nikiwa mke wake bado. Msikilizaji, mambo yalikuwa ni moto. Pale sasa watu walitawanyika, lakini kesho yake mambo yalikuwa ni sio mepesi hata kidogo. Joram alikuja pale na polisi na kutukamata wote, mimi pamoja na Cheko mtoto wake. Kusema ukweli tulipelekwa lock up. Haraka sana baba yake alisema kwamba yeye anachohitaji ni kwamba sisi wote tuweze kufungwa. Wewe, kwa hili bwana tulipelekwa, huyo kesi iliendeshwa haraka. Tukahukumiwa kufungwa. Lakini makosa yalikuwa hataeleweki. Kwa sababu yani makosa yote pale hayana ushahidi. Tulijua kabisa kwamba ni pesa imetumika. Rafiki zangu akina Romy Russell walipogundua hilo walisema lazima watatutoa. Walianza kuhangaika, wakakata rufaa huku na kule, mawakili wakawa wamelipwa, rufaa ikakatwa, tukatolewa. Tulipotolewa pale ilibidi sasa sisi, mimi kwanza pamoja na Romiri pamoja na Cheko tukae pamoja kuongea. Cheko alianza kuongea na Romiri akimwambia Romiri, ninajua sana kabisa kwamba huyu ni rafiki yako ya siku nyingi na mmekuja kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Na najua nyinyi ni watu ambao mnaopendana. Vicky ni mwanamke ambaye ana upendo na marafiki zake sana. Ndiye aliyehakikisha kwamba nyinyi mnarudi kwa nyinyi kulipa faini. Alinibembeleza sana kwamba msifungwe na mimi nikakubali. Sasa ni kitu ninachokiomba tu ni kimoja. Naomba mkubaliane mbele ya macho yangu kwamba nyinyi mnaachana, mimi niendelee kubaki na Vicky. Hata kama ulikuwa umeingia katika mapenzi, mimi nimemsamehe na mambo mengine yote. Ninachokiomba tu ni kimoja. Naomba uniachie Vicky endelee kuwa mke wangu. Naomba uendelee kutafuta maisha yako mengine. Siko kwamba tufufue mambo ya nyuma au vipi au sijui nini, hapana. Mimi ninachokiomba mkubaliane tu hapa kwamba mnaachana kwa wema kabisa ili endelee kuwa mke wangu. Msikilizaji, mimi pamoja na Romiri tulitazamana. Niliwaza sana kwamba ndio hivyo nimwache Romiri. Lakini Romiri alianza kusema yeye, Vicky, ninajua mahali ambapo mlipotoka na huyu ndugu yetu hapa Miko. Cheko na wewe mmetoka mbali kwa staili fulani hivi, na upendo wako ndio umetufanya mpaka leo hii tuwe huru. Na Cheko ameonyesha ni mtu ambaye anakupenda sana na kukuheshimu, na ndio maana ameheshimu mpaka rafiki zako sisi. Mimi niko tayari kukaa mbali na wewe kwa upande wa mahusiano, lakini ubaki kuwa rafiki yangu. Ninakufungulia kwa moyo wa amani kabisa ili uweze kwenda uendelee kuishi maisha yako wewe pamoja na Cheko. Mkae kwa amani kabisa, na mimi moyo wangu utakuwa na amani kabisa. Huyo mtu ambaye amekataa kila wakati mpaka ameamua kwenda jela kwa ajili yako ni mtu anakupenda. Ni kweli mimi na wewe ni marafiki, na hii kampani yetu ni marafiki sana kwa ujumla. Naomba tubaki kuwa marafiki, lakini tusiendelee kwenye mahusiano ya kimapenzi. Msikilizaji, alipoongea vile, hata mimi moyo wangu uliamua kumweka pembeni kwa upande wa mapenzi. Na mimi niliamua kuambatana mimi pamoja na Cheko. Lakini uadui mkubwa ulitokea kati ya Cheko na baba yake, kitu ambacho kilimfanya yeye aambiwe kwamba hastahili kupokea kitu chochote nyumbani, na aliambiwa asije akafika kwenye mali yoyote, iwe nyumba au kitu chochote ambacho ni cha baba yake. Swala lile sasa lilinifanya mimi niendelee kwa karibu mimi pamoja na rafiki yangu huyu mume wangu Cheko. Kampani yangu ile siku iacha ya kina Romiri, Gambo, Sele pamoja na Grimbo, tuliamua kuendelea kwa pamoja. Hapo sasa Cheko ilibidi awe na yeye ni moja ya kampani yetu ile. Kwa hiyo kama ameongezeka mtu mwingine, mwanaume mwingine pale ambaye ni Cheko.
Kwa sababu yeye alikuwa na idea za biashara, kiukweli pesa ilitoka kule kule kwenye mtaji ambao niliokuwa nimeuiba na kuwapa akina Romiri. Walikubali kutoa pesa na kumpa yeye ili aweze kuanza biashara zake upya. Tulianzisha biashara mimi pamoja na Cheko, huku akina Romiri wakiwa ni rafiki zetu wa karibu, tukiwa tunasaidizana kwa kila njia, lakini wakati huo tukiamua kwamba tukiongea kwamba tuache tabia zote zile za kihuni, tufanye biashara zetu tu. Kiukweli kampani iliyokuwa inatoka kwa kina Romiri, Sele, Gambo na Rimbo ilikuwa ni kubwa sana kwa kweli. Ilitufanya sisi, mimi pamoja na mume wangu Cheko, tukatengemaa vizuri. Ikawa sasa ndio kampani. Hapo ndipo tulipoanza kuzaa watoto, mimi pamoja na Cheko. Marafiki zangu wale mimi sikuwaacha hata siku moja. Waliendelea kutembeleana na sisi, tukiwatembelea na kila mmoja akaanza kukuoa. Kila mtu bwana akawa na mke wake na familia zao, na familia yetu zikawa zinaishi kwa amani na ni marafiki mpaka leo hapa tulipo. Mambo yetu yanaenda vizuri, tunapeana kampani kwa kweli. Upande wa kina Sele tunawatupeana na kampani na sisi, na hakuna kitu chochote kinaweza kikatokea, iwe ni sherehe iwe ni nini, ambacho hatuwezi kuwa pamoja. Urafiki wetu umeundwa, lakini mpaka leo hii bado kusema ukweli mume wangu hawezi kwenda nyumbani kwao kwa sababu baba yake alisema hata akimuona akisogelea mali yoyote au hata kuja nyumbani atamuua kwa risasi. Lakini kusema ukweli maisha yetu sasa hivi yanaenda vizuri na sisi biashara zetu zinaenda vizuri. Tuna maisha yetu, japokuwa tunatamani siku moja baba yake na Cheko aweze kumsamehe, tuweze kurudi nyumbani, tupokelewe kama watoto wa upendo. Basi tuishi kwa amani, kwa sababu kama ila wazazi nacho sio kitu kizuri. Lakini kusema ukweli mimi pamoja na Cheko ni watu ambao kwa kweli tumependana. Kuna umuhimu, kila mmoja anamuona mwenzake na umuhimu. Na familia yetu mpaka sasa hivi ina furaha. Sidhani kama kuna mtu anaweza kututenganisha. Ninachokifurahia ni kwamba rafiki zangu sikuacha hata siku moja. Na marafiki zangu pia, kipindi ambapo nilipokuwa na matatizo kupelekwa jela, hawakuniacha. Na mpaka leo mpaka kesho. Hata watoto wetu kusema ukweli wanasoma shule moja wote. Mtoto wangu, watoto wa kina Joram, kina Dani wote wanakaa shule moja. Na maisha yetu ni mazuri, tunaendelea vizuri. Ombi letu kubwa tu ni kwamba siku moja tuweze kurudi nyumbani kwa kina Cheko na yeye apokelewe ili kuwe na amani pande zote mbili. Huu bwana ni upendo ambao kwa kweli kusema ukweli siwezi kutathmini. Sisi tunapendana, tulionyesha kupendana kila wakati na mpaka leo tunaendelea kupendana. Basi bwana, kufikia hapo bwana mimi sina la ziada la kuambia. Mimi ninaishi kwa upendo, mambo yanaenda vizuri kabisa. Tuendeleeni kutuombea ili tuweze kupokelewa nyumbani kwa kina Cheko. Tukae kwa amani. Basi hiyo ndio simulizi yangu. Sina la ziada mpaka hapo. Bye bye. Okay. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa simulizi yetu hii. Hii ni sehemu yake ya 3 na ya mwisho. Tukutane tena katika simulizi nyingine mpya ambayo itakujia muda si mrefu. Endelea kubaki na mimi ndani ya makala simulizi. Ni mimi BHB. La msingi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze hilo neno ili uweze kupata simulizi hizi na nyingine nyingi kila wakati. Bye bye. Tukutane katika simulizi nyingine.